Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji wa Misoso TV, karibu tena katika kipindi chetu cha ndani ya parokia yetu, na leo tupo hapa ndani ya parokia ya Mtakatifu Clara Mongolandege. Leo ni sherehe ya Utatu Mtakatifu, na kama parokia yetu imeweza kuandaa siku ya leo kuwa maalum, siku ya maonesho ya vyama mbalimbali vya kitume. Hivyo basi kwa nasi mwanzo mpaka mwisho kuweza kujionea hivi vyama mbalimbali vya kitume ambavyo vipo katika parokia yetu, kuweza kuelezea namna vinavyofanya utume wake ndani ya kanisa. Kwa nami mtangazaji wako Joseph Asenga. Naam, kama nilivyoeleza hapo awali, leo ni siku ya Utatu Mtakatifu ama Dominika ya Utatu Mtakatifu, na parokia Mtakatifu Clara imeweza kuandaa siku maalum ya maonesho ya vyama vya kitume. Tunakwenda moja kwa moja katika vyama hivyo kuweza kusikia sera zao ama namna zinavyofanya utume ndani ya parokia yetu. Kwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na nyuma yangu hapa kipo chama cha Mtakatifu Ana. Tunakwenda kuzungumza nao machache kuweza kujua chama hiki kinafanya nini ndani ya kanisa. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali, tumeanza na banda la kwanza ama kituo cha kwanza cha maonesho, na hapa tupo katika chama cha Mtakatifu Ana tuweze kusikia machache juu ya utume wa chama hiki cha Mtakatifu Ana ndani ya kanisa. Naam, tumsifu Yesu Kristo tena mama. Salamu ya Mtakatifu Ana inasemaje kwenye chama hiki? Naam, mpendwa mtazamaji, kama ulivyosikia, Mtakatifu Ana kioo cha utii. Na hapa tunaye kiongozi wa chama hiki, basi anao machache kuweza kuelezea juu ya chama hiki. Tumsifu Yesu Kristo mama. Amina. Tungependa kufahamu kwa majina yako kamili, unaitwa nani? Naitwa Florence Mtani. Mimi ni kama mlezi wa chama hiki, nilikuwa kiongozi awamu iliyopita, na chama chetu ni chama cha wanawake watupu. Wanawake wenye ndoa ya kanisa Katoliki ndio wanawake wenye sifa ya kujiunga na chama hiki. Chama hiki kilianzishwa kwa ajili ya kusaidiana kina mama katika kuombea familia, watoto, lakini na kuombea kanisa, ili tuweze kupata miito inayotoka ndani ya kanisa ya familia. Kwa hiyo wamama tunajiunga pamoja katika kusali na kumlilia Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Ana, ili tujaliwe kupata miito mingi mitakatifu katika kanisa. Na wamama kama nilivyotangulia kusema, ni mama mwanamke Mkatoliki aliye na ndoa ya kanisa Katoliki ndiye anayestahili kujiunga na chama hiki. Kwa ni chama cha wanawake watupu. Asante, kwa kifupi ni hivi. Naje, labda kwa chama hiki katika parokia yetu kilianza kufanya kazi mwaka gani? Katika parokia yetu chama hiki kimeanza rasmi mwezi Februari mwaka 2025. Nikipokea wanachama 11. Halafu mwezi wa 7 mwaka jana hiyo akapokea wanachama wengine 6. Lakini kuko na wanachama wengine waliotoka kwenye parokia tofauti. Kwa tuko jumla wanachama 20 mpaka sasa. Wanachama 20, lakini tunao watakaji ambao wako tayari wanajiandaa kupokelewa. Tunao wanachama 2. Na leo yupo mmoja aliyevaa shati ya nyeupe na sketi nyeusi, ndio huyu anajiandaa kupokelewa mwezi wa 7. Shirika letu linapokea wanachama wapya kwenye sherehe za Mtakatifu Ana na Joakimu zinazoadhimishwa kila tarehe 26 mwezi wa 7 kila mwaka. Na mama kanisa ameifanya sherehe hii kuwa ni siku ya wazee wa kanisa, wazazi wa Bikira Maria. Hivyo Mtakatifu Ana ni mama mzazi wa Bikira Maria aliyempata katika umri wake mkubwa baada ya kukaa katika ndoa miaka 20 bila mtoto. Ili kwa sababu alikuwa akimtumaini Mungu, walijaliwa kupata mtoto huyo aliyejaa neema, ambaye ni mama Bikira Maria, mama wa mkombozi wetu. Ndio kwa maombezi ya wazazi hawa watakatifu, nasi tunajipatia neema ya kuwa wazazi wazuri katika familia zetu na walezi katika watoto wetu. Na kazi kubwa ya chama hiki cha Mtakatifu Ana huwa kinafanya kazi gani katika kanisa? Katika kanisa tunafata fadhila za Mtakatifu Ana. Mtakatifu Ana yeye katika maisha yake alikuwa
aligawa mali zake na mume wake katika mafungu matatu. Fungu la kwanza ilikuwa kwa ajili ya kupamba kanisa. Na sisi tunafuata fadhila hiyo ya kulipamba kanisa, na hapa parokiani kwetu tumepewa jukumu la kutunza vyoo. Kwa vyoo vile vinatunzwa na sisi utume wetu wa Mtakatifu Ana, kuhakikisha kuna fanywa usafi, kuna vitu vya kufanyia usafi, na yote yanayofaa katika huduma ya choo inasimamiwa na sisi utume wetu. Lakini sehemu ya pili ya Mtakatifu Ana na familia yake walikuwa wanatolea maskini, wanasaidia maskini. Kumbe na sisi tunayo fadhila hiyo ya kuwasaidia watu maskini katika mitaa yetu huko. Tunafanya hivyo mara moja kwa mwaka, kuwatafuta wahitaji walipo na kuwasaidia. Na fungu la tatu katika familia ya wazazi wa Bikira Maria walikuwa ni kwa ajili ya mahitaji yao binafsi. Kwa walikuwa wamegawa hivyo sehemu tatu. Sehemu ya kwanza kwa ajili ya hekalu, sehemu ya pili kwa ajili ya wahitaji, sehemu ya tatu kwa ajili ya maisha yao binafsi. Kwa na sisi tunaishi moyo wa fadhila ya Mtakatifu Ana. Sasa ni mikakati gani labda kama viongozi ama kama chama mmekitengeneza juu ya kupata pia wanachama wengine katika chama hiki? Wanachama wanapatikana sana ni katika kuangalia mienendo yetu, namna tunavyoishi, kama tunavyosalimiana kwamba Mtakatifu Ana kioo cha utii, kwamba sisi kwanza tuwe kioo. Tunapokuwa kioo, basi mwingine avutike na maisha yangu na aweze kuja. Lakini namna nyingine ya kupata wanachama ni kwa kutangaza kama hivi leo katika maonyesho, lakini pia na katika fanya sala zetu kila mwezi. Kila mwezi tunafanya sala ya mwezi na tukivaa hivi rasmi na kufanya ibada yetu, tukianza na misa takatifu, kisha katika groto kufanya sala ya mwezi kwa masaa mawili. Tunasali rozari nzima siku hiyo, tukiombea kanisa, tukiombea uongofu wa ukosefu na kujiombea sisi wenyewe na familia zetu. Kwa mienendo yetu na mifano yetu, wengine wanaweza kuona na kuvutika na kujiunga nasi. Ukiacha labda zile sifa ambazo umesema mwanzo cha wanachama wa chama hiki, je, kwa mwanamke ama mwanamama ambaye anatakiwa kuweza kujiunga na chama hiki anapaswa ni kuwa umri wa kuanzia umri gani? Maana tumeweza kuona kwamba chama hiki wengi wanakuwa ni wamama, watu wazima. Yaani umri wa kujiunga na chama hiki, kama nilivyosema, sifa ya kwanza ni uwe na ndoa. Kwa hiyo mama kanisa ametoa uhuru wa mama kuolewa akiwa na miaka kuanzia 18. Kwa hiyo ukiolewa na miaka 18, wewe tunakuona ni mtu mzima. Yaani sisi tiketi yetu ni ndoa. Kama huna ndoa na wewe ni mtu mzima, ni mzee sana, chama hiki hakikuhusu. Kwa hiyo ndoa, ukifunga ndoa maana yake umeshakuwa mkubwa, umekomaa. Ukifunga tu ndoa leo, kesho unaruhusiwa kujiunga na ushirika huu. Sasa ni mikakati gani mmeiweka angalau basi tuweze kuona pia na vijana ama tunasema mabinti wa kike ambao tayari wameshaingia katika ndoa wanakuwepo kwenye chama hiki, ili kutoa taswira kuonekana kwamba chama cha Mtakatifu Ana ni wamama watu wazima sana? Hiyo ni dhana tu, kwa sababu tukikutana katika jimbo tunawaona wa binti kabisa, yani akifunga ndoa anajiunga. Lakini sasa katika parokia yetu ya Mtakatifu Clara, mikakati yetu sisi ni kuendelea kuwahamasisha katika jumuiya zetu. Sisi wote hapa tuko katika kanda tofauti na jumuiya tofauti. Kwa kwenye jumuiya zetu kule tunaendelea kutangaza utume wetu na kuwaeleza nini kinampasa mwanamke Mkristo Mkatoliki kujiunga katika utume, mfano utume wetu sisi ambao una ubaguzi. Tunasema ubaguzi kwamba lazima uwe na ndoa. Kwa hiyo tunawahamasisha wamama wenye ndoa. Yaani ukishaolewa wewe sasa sio binti tena, wewe ni mama mwenye ndoa kujiunga na utume wetu. Sasa neno la mwisho la kuambia waumini wa Mtakatifu Clara Mongolandege juu ya chama hiki? Ninawaalika sana waumini wa Mongolandege wa mama wenye ndoa Katoliki. Lakini ninawaalika na wale ambao wanaishi uchumba sugu wafunge ndoa ili waweze kujongea altare ya Bwana na hivyo kuwa mwili mmoja na Kristo kwa Ekaristi Takatifu. Niwashukuru sana na niwatakieni Dominika njema ya Utatu Mtakatifu. Amina, asante sana, karibuni sana. Naam, mpenzi mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia, chama cha Mtakatifu Ana sio chama tu cha wamama wazee, bali hata kijana ambaye ni binti umeshaingia kwenye ndoa, unapaswa ama una wajibu wa kuweza kuchagua chama hiki ili kiweze kukulea katika malezi ya kiroho. Kwa hiyo chukua hatua sasa uweze kujiunga na chama hiki cha Mtakatifu Ana
uweze kukua kiimani na kuendelea kufahamu maisha halisi ya mama yetu, mama kanisa, mama Bikira Maria ambaye mama wa mkombozi wetu. Endelea kuwa nasi kwa kuendelea pia kupata taarifa za vyama vingine vya kitume. Naam, tumsifu Yesu Kristo. Hapa tupo katika kituo ama tunaweza tukasema ni senta ya chama cha Shujaa Imakulata, na kama leo ilivyo ni sherehe ya Utatu Mtakatifu, parokia yetu Mtakatifu Clara Mongolandege imeweza kutenga siku hii maalum kwa ajili ya maonesho ya vyama mbalimbali vya kitume, na hapa tunaye kiongozi anayo machache ya kuweza kuzungumza nasi juu ya chama hiki. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Labda kwa salamu ya Shujaa Imakulata tunasemaje wote kwa pamoja? Mama Maria, mama wa wote. Chama hiki cha Shujaa wa Imakulata kimeanzishwa mwaka gani ama kimekuwa mwaka gani katika parokia yetu? Lakini chama hiki kwenye parokia yetu kina muda mrefu, wanasema kina takriban kama miaka 12, lakini mimi tangu nimeingia ndio nina miaka 3. Hongera sana kwa utume. Asante. Kwa basi ni kiongozi, ningependa kufahamu kwa majina yako yote kamili. Mimi kwa majina naitwa Eva Ewaldi Mruma, ni mwenyekiti wa Shujaa Imakulata parokiani hapa Mtakatifu Clara Mongolandege. Pia ni katibu wa kanda ambayo kanda yetu iko Segerea. Na kazi kubwa ya chama hiki cha Shujaa Imakulata katika kanisa huwa hasa kinajishughulisha nini ama utume wake upoje? Sisi wana Shujaa Imakulata katika parokia yetu ya Mtakatifu Clara Mongolandege, sisi tunajishughulisha sana na mambo ya kitume kwa kupitia mama yetu Bikira Maria. Tunajitoa katika matendo ya huruma, tunajitoa katika kusali rozali na katika shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na mama Maria katika parokia yetu. Na labda mwanachama ambaye anapaswa kuwa kwenye chama cha Shujaa Imakulata anapaswa kuwa ni mtu aina gani? Sisi kama Shujaa Imakulata, sisi tunapokea wanachama wa rika mbalimbali, tunapokea kuanzia mtoto, ilimradi akiwa ameshapata sakramenti ya Ekaristi Takatifu anaruhusiwa kuingia katika chama cha Shujaa Imakulata. Na labda ratiba zenu za ibada ama labda makusanyiko yenu mnakuwa mnafanya siku gani na siku gani ndani ya parokia? Tunakutana kila Jumanne kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Na ni wito gani ambao unatoa labda kwa wanaparokia Mtakatifu Clara kuweza kujiunga na chama hiki? Tunawakaribisha watu wote katika chama chetu cha Shujaa Imakulata, na sisi tuko kwa ajili ya kumtangaza mama Bikira Maria. Kwa hiyo tunawahamasisha na tunawaomba wanaparokia wote waweze kuingia katika chama hiki cha Shujaa Imakulata ili tuweze kumweneza mama katika roho na kweli kupitia maisha ya Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe. Tumeweza kuona pia hata idadi ambayo wameweza kushiriki ama ambao wapo hapa kidogo ni watu wazima. Ni mikakati gani ambao sasa mmeipanga kwa vijana ili na wenyewe basi waweze kujiunga kwa wingi katika chama hiki, kwa maana tunasema vijana ndio taifa la kesho, ili waweze kukiendeleza zaidi chama hiki? Chama chetu kina vijana na tuko wengi, sema kwa hapa parokiani watu wamechanganyika katika vyama mbalimbali. Kwa hiyo sasa hivi kuna wengine wako katika vyama vingine, ila wakimaliza kwenye chama hiki kingine anasogea huko. Kwa hiyo nakuta mwingine ana vyama viwili, mwingine ana chama kimoja, ila tupo wengi na tupo na vijana na wababa pia. Tuko idadi ya takriban watu kama 34. Sasa neno la mwisho la kuambia wana Mtakatifu Clara Mongolandege juu ya chama hiki? Mimi napenda tu kuwahamasisha wanaparokia wetu wa Mtakatifu Clara kwamba tunawakaribisha katika chama hiki cha Shujaa wa Imakulata. Wakaribie wote kwa pamoja ili tuweze kuungana kwa kumtangaza mama yetu Bikira Maria ambaye ndio msaada wetu wa karibu katika maisha yetu. Nikushukuru sana, natakieni Dominika njema ya Utatu Mtakatifu. Amina, tunashukuru mama Maria, mama wa wote. Mama Maria. Asante. Naam, tumeweza kutoka kusikia machache juu ya chama cha Mtakatifu Ana na pia chama cha Shujaa wa Imakulata. Na sasa tunaenda moja kwa moja kwenye kituo kingine cha chama cha kitume ambacho ni chama cha Vifra, vijana wa Kifranciscan, na yenyewe tunaweza kusikia machache
juu ya chama hiki na namna kinavyofanya kazi katika kanisa. Kama tulivyosema hapo awali, sasa hivi tupo kwenye kituo cha chama cha VIFRA na hapa tunaye kiongozi anayo machache ya kuweza kutuelezea juu ya chama hiki na tuweze kufahamu utume wake katika kanisa. Amani na salama. Amani na salama. Heri ya Dominika ya Utatu Mtakatifu. Asante, tunashukuru sana, tunayenzi. Tungependa kufahamu kwa majina yako yote kamili baba ni nani? Labda tu niweke usahihi kidogo. Ndio. Huko kwenye kikundi naitwa Shirika la Wafransisko, ambalo la Wafransisko wa sekulari pamoja na vijana wao VIFRA. Kwa sio VIFRA peke yao, Wafransisko wa sekulari pamoja na vijana wao ambao ni VIFRA. Sawa. Sasa labda tuanze kwanza kwa majina ili. Mimi naitwa ndugu Felix Kosamu ambaye ndio kiongozi wa hili shirika kwa hapa Mongolandege. Labda hili shirika hapa kwenye parokia Mtakatifu Clara Mongolandege bado alijawa jamaa kamili kwa sababu alijakizi vile vigezo. Kwa hiyo kwa sasa hivi bado tuko chini ya jamaa ya Segerea ambayo ndio jamaa kamili ambayo inaongoza jamaa ndogo zilizopo katika parokia ya Kifuru, parokia ya Kinyerezi pamoja na sisi Mongolandege. Sasa tuanze hapo kwenye huu tofauti, kwa sababu wengi tulishazoea kuona kwamba ni VIFRA, lakini leo umetupa kitu kingine kwamba ni shirika la Francisco wa sekulari. Kuna utofauti gani kati ya Francisco wa sekulari na VIFRA? Utofauti wake ni kwamba sisi Francisco wa sekulari ni watu wazima, alafu VIFRA ni vijana wetu ambao tuko nao, wakishakuwa wakifikia umri sahihi na wakikata shauri kujiunga na shirika hili, basi wanapanda kwenye shirika la juu zaidi, lakini ni wa Francisco wenzetu, lakini ni vijana wenzetu ambao tunamfuata Mtakatifu Francisco. Na kwa jinsi ulivyo mzee wetu, inaonekana labda nawe ulianza kukua katika VIFRA mpaka sasa hivi umekuwa mtakatifu kwenye chama cha mtakatifu wa sekulari. Tungependa sasa kujua kazi kubwa hasa ya chama hiki katika kanisa ama utume wake mkubwa ni nini? Utume wake mkubwa kwanza ni tuseme sisi wa Francisco tunatakiwa tuiishi Injili kama ambavyo kiongozi wetu mkuu ambaye ni Mtakatifu Francisco wa Asizi alivyokuwa akiishi. Sasa tukiishi Injili ni kwamba tunaitangaza Injili kwa matendo yetu. Kwa hiyo sisi kikubwa ni kuitangaza Injili kwa matendo yetu kadri tutakavyoishi, na watu wengine wavutiwe na sisi katika hilo na kumfuasa Kristo kupitia hayo matendo ambayo sisi tunayafanya kama Wafransiskani wa sekulari pamoja na vijana wetu ambao ni VIFRA. Na katika chama hiki hapa parokiani kimeanza mwaka gani? Kilianza mwaka 2014. Tulikuja tukapata hamasa kutoka kwa ndugu zetu kutoka parokia ya Segerea na tukajiunga. Wakati ule nafikiri tulijiunga watu kama 6 hivi kwa wakati mmoja 2014, ambao tukaendelea, baadaye tukabaki kama 2 tukaendelea, na sasa hivi ndio wengine wameanza kujiunga mpaka sasa hivi tuko 14. Hongereni sana kwa hilo. Na ni mikakati gani sasa mmeipanga kama viongozi ama kama chama kuendelea kupata pia waumini wengi ama wanachama wengi wa chama hiki? Kwa kweli tunataka tujitangaze kwanza kwa kujitangaza sisi wenyewe kwa maisha yetu kama shirika linavyotutaka, kanuni ya shirika inavyotutaka tuishi Injili na maisha yetu ya kiinjili yatawavuta wengine kujiunga. Huo ndo mkakati wa kwanza mkubwa kabisa na ndio msingi wa shirika kwa kuwavutia wengine kujiunga na shirika. Mikakati mingine ni kujaribu kuwa kadri tunapopata nafasi tunawatangazia wengine. Kuna vipeperushi mbalimbali wanalisoma shirika, wanasoma kanuni, na pia tunawaalika kwenye mikutano yetu mbalimbali ambayo tunafanya. Tuna mkutano wa malezi kila Jumanne na Jumatano saa 12 mpaka saa 1 usiku hapa kanisani, ambapo tunafanya malezi kwa kufundishana yale yanayotuhusu. Pia kama kuna watu tunawaalika, wanakuja wanasikiliza, wakivutiwa basi wanajiunga na shirika. Tungetamani sana wanaparokia wote wawe wafuasi wa Mtakatifu Francisco
kama ikibidi, kwa jinsi ambavyo tunajitahidi sisi kwa kuishi hiyo Injili ili na wao waweze kuvutika nasi. Tumeona pia katika vyama ambavyo tayari tumeshatembelea katika vituo vyao, chama hiki ndio kimeweza kuwa na vijana wengi. Je, ni mafanikio gani ama ni mbinu gani ambazo mliweza kutumia mkaweza kupata vijana wengi kuweza kuingia katika chama hiki? Kwanza kabisa tunawashukuru sana mababa zetu mapadri ambao wanahudumu, na tumepata bahati nzuri pia parokia inahudumiwa na shirika la Franciscani wa Conventuari ambao ndio kama washauri wetu sisi. Kuna levels za walei, alafu kuna level za maklero ambao ndio tunawaita washauri. Kwa hiyo wanatushauri sana na wanatupa miongozo mingi ya kuishi huu Franciscani. Sasa ule ushauri na ule ushawishi ambao walikuwa nao wamefanya vijana wengi wakavutiwa na hilo, na ule ukaribu pia kuwa na hawa vijana pia kama sehemu ya kuwafanya watu waupende ule Franciscani kama jinsi ambavyo pia na shirika letu la mababa lilivyo. Nafikiri inaweza ikawa ni moja ya sehemu iliyowavutia vijana wengi. Pia hata sisi wasekulari ambao ni wazazi wao tunajitahidi kuwa nao karibu, kwamba kulinda wale waliopo na kuvuta na wengine wawepo, na kusikiliza changamoto zao mbalimbali ambazo wanakutana nazo, ikiwezekana hata tunajaribu kuzitatua zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu, ili wale waliopo waendelee kuwepo na wengine wakisikia hivyo waweze kuvutika na kujiunga na ile shirika, kupata yale mafundisho sasa yawaingie. Sababu kwanza ni kuvutika, alafu pili kupata mafundisho yanapoingia, then unaimarika kwenye huo utume. Sasa kwa sababu vijana tayari wapo, na kama wewe pia ulianza katika umri wa ujana mpaka sasa hivi mtu mzima umeendelea kubaki kwenye chama hiki, mkiwa sasa kama viongozi na walezi wa kwanza wa vijana hawa, ni mikakati gani ambayo mmeiweka ili basi hata na wao wakishakuja kufikia umri wa utu uzima waendelee kubaki kwenye chama hiki? Kwanza pia hata utaratibu wa shirika ni mzuri tu, ni kwamba katika shughuli zetu za Kifransiskani sasa kwenye vikao vya halmashauri, wakati wa sekulari tukiwa tunafanya vikao vya halmashauri, lazima kuwe kuna mwakilishi wa vifra, na vifra wakiwa wanafanya vikao vya halmashauri lazima kuwe kuna mwakilishi wa sekulari. Pale yule mwakilishi wa sekulari akienda vifra anawahamasisha vifra waendelee hivyo hivyo, ili wakifikia umri wa kwenda kuingia kwenye usekulari basi waweze kuingia. Na yule mwakilishi wa vifra anapokuja kwenye vikao vya halmashauri ya wasekulari anapata yale ambayo wasekulari wanayafanya, na tunaendelea kumhamasisha apeleke ule ujumbe kwa wenzake, ili baadaye wanapokuwa basi wasiache huo wito ambao wameitiwa, waendelee na huo wito kwa sehemu nyingine ya usekulari, kwamba watakuwa sawa wameshavuka ule umri wa kuendelea kuwa vifra, watapanda kwenda kwenye usekulari. Sasa ni neno gani unalitoa kwa waumini juu ya wito wao kuweza kujiunga na chama hiki? Sisi tunaomba waumini wajitokeze kwa wingi kuishi tena, ikizingatiwa mwaka huu ni mwaka wa jubilei ya miaka 800 ambao 800 kuadhimisha kifo cha baba yetu wa kiserafi Mtakatifu Francisco wa Asizi, ambayo baba mtakatifu ametangaza kuwa mwaka rasmi wa jubilei kwa kanisa zima, sio wa Franciscani peke yake, kwa kanisa zima. Sasa hii pia iwe kama chachu sasa, ili kuendelea kuufahamu vizuri huo mwaka wa jubilei na kuendelea kumfahamu vizuri baba yetu wa kiserafi Mtakatifu Francisco, basi ni vyema ukawa karibu zaidi, aidha kwa kujiunga moja kwa moja, au pia kwa sababu kuna kujiunga moja kwa moja na unapokelewa rasmi, na pia kuna kujiunga kama ile affiliation, unakuwa mshiriki wa mambo ambao unatambuliwa rasmi na shirika, pia unakuwa unashiriki, unapata yote. Unaweza ukaanza hiyo, baadaye ukavutiwa ukajiunga rasmi, ukapokelewa kwenye shirika na ukapiga hatua zote zinazostahili. Lakini yule mshiriki wa mtu anayejiunga kwa ajili ya kupata tu elimu ya shirika, yeye atapokelewa rasmi kama mwanashirika, lakini hatopiga hatua, lakini taratibu zote za shirika atakuwa anazitekeleza na kuzitimiza, lakini tu kitakachomkwaza ni kupiga hatua. Hatua ni ule wito ukishakuingia na ukisha nafsi ikishakubali, basi unapiga hatua, unaweka ahadi ya daima kwa ajili ya kuwa mwanashirika, ambapo katika maisha yako yote utakuwa unamtumikia Mungu kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Francisco wa Asizi. Nikushukuru sana baba kwa maneno yako mazuri, na hakika kweli amekuwa ni mwangaza kwa kuweza kuwavutia waumini kuweza kushiriki ama kujiunga na chama hiki. Ewe mwanaparokia, kama bado hujapata chama chochote cha kitume,
amua sasa kuja kujiunga na chama hiki ili uweze kukua kimalezi ya kiroho na kuweza kumfahamu zaidi maisha ya Mtakatifu Francisco ambaye ndo kama msimamizi wetu katika parokia yetu na maisha yetu kwa ujumla. Nikushukuru sana baba na nikutakie Dominika njema. Asante sana, nashukuru, Mungu akubariki. Amina, asante sana. Naam, kama tulivyoweza kusikia machache kutoka kwa baba hapa ambaye ni kiongozi katika upande wa Francisco Sekulari, na hapa basi tupo na vijana wao pia ambaye ni kiongozi katika upande wa Vifra, naye aweze kutuelezea machache juu ya chama chao hiki. Mapendo daima. Amani na salama. Amani na salama. Tungependa kufahamu kwa majina yako, unaitwa nani? Majina naitwa ndugu Maria Zeno. Ndugu Maria Zeno. Ni kwa nini wanachama wa chama hiki wanajiita ndugu? Sisi tunajiita ndugu kwa sababu tunaishi maisha ya pamoja au maisha ya kidugu. Na kama kiongozi na mwanachama wa chama hiki cha Vifra, kazi kubwa hasa ya Vifra ni nini? Sisi kama vijana wa Mtakatifu Francisco wa Asizi, kazi yetu kubwa ni kuishi maisha yale ya kindugu na maisha ya udogo na kuishi maisha ya kiinjili, kwa sababu sisi kama Franciscani ambao sisi pia Vifra tupo ndani ya Franciscani, kazi kubwa ni kuishi maisha ya kindugu na kuishi maisha ya kiinjili ambayo baba yetu Mtakatifu Francisco wa Asizi na alikuwa anaishi hayo maisha ya udogo na maisha ya kufuata Injili. Kwa hiyo sisi kama wafuasi wake tunaishi maisha hayo. Ni kipi hasa kilikuvutia kuweza kujiunga na chama hiki? Kusema kweli mimi binafsi sijui nilianzaje kuingia, ila naamini labda kwa sababu kila binadamu anakuwa na Mungu anakuwa na kusudio lake. Nimejikuta tu baada ya kutoka Mtoto Mtakatifu nikajikuta tu nimeingia moja kwa moja huko katika chama hiki cha Franciscan. Na mpaka sasa hivi naona mabadiliko makubwa katika maisha yangu kupitia chama hiki. Vipi kuhusu mwitikio wa vijana kujiunga na chama hiki cha Vifra katika parokia yetu? Tunamshukuru Mungu kupitia maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, vijana wengi wamepata hamasa na wanajua mambo mengi kuhusu Mtakatifu Francisco wa Asizi, basi wanapata ule moyo wa kujiunga katika chama hiki. Na ni vijana wengi wamejiunga sababu tulianza katika parokia hii mwaka 2013 walikuwa vijana sio wengi, ila mpaka sasa hivi tuna vijana takribani 60. Hongereni sana. Ni mikakati gani ambayo mliweka kama viongozi mkaweza kuvuna vijana wengi idadi hiyo? Sisi kama viongozi, njia kubwa ambayo tulikuwa tunatumia katika kuwashawishi vijana au watu kujiunga katika shirika hili, kwanza sisi tuna kanuni moja katika maisha yetu ya Kifransiskani. Tunaambiwa kwamba ujitahidi utangaze maisha yako kupitia matendo yako, sio maneno. Kwa hiyo sisi katika maisha yetu ya kawaida tulikuwa tuna yale miongozo na taratibu za Mtakatifu Francisco wa Asizi. Sisi kama viongozi kwanza tulianza kuziishi na nahisi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sisi tumekuwa kama kioo. Kwa na sisi wao vijana baada ya kuona maisha yetu kupitia matendo yetu. Kusema kule hatujawavuta kwa maneno sana. Tumetumia maneno machache sana kwa kuvutia, matendo yetu ndio wamependa na wamekuja kujiunga na sisi mpaka sasa hivi kwa vijana wengi sana kwa hapa parokiani. Naam, sasa ni mikakati gani ambayo mnaendelea kuitengeneza ili vijana wao kuendelea kuwabakiza kwenye chama na kuwavutia pia vijana wengine kujiunga? Mikakati ipo mingi sana, ila tukikubwa sisi kama Franciscani ni maisha ya sala. Sasa na ratiba zenu labda ama utaratibu wenu wa kukutana unakuaje? Sisi kama Vifra kwa hapa parokiani tunakutanaga Jumapili baada ya misa ya pili na jioni saa 10:30 kwa ajili ya kusali masifu. Ni wito gani mnatoa kwa vijana wengine ama waumini wa parokia Mtakatifu Clara kuweza kujiunga na chama hiki? Mimi nashauri kwa sababu hii parokia ni parokia ya Kifransiskani, kwa sababu msimamizi wetu wa parokia hii ni Mtakatifu Clara wa Asizi. Kama tunavyojua, Mtakatifu Clara wa Asizi ni mmoja ya mtakatifu ambaye ni Mfransiskani, alimfuata Mtakatifu Francisco wa Asizi. Hivyo basi sisi kama wana familia ya Mtakatifu Clara tunaalikwa tuweze kujua maisha ya Mtakatifu Clara, pia maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asizi, ili ndani ya hiyo familia basi tuweze kuungana katika sala na tuweze kuidumisha parokia yetu katika maombezi ya Kifransisko. Nikushukuru sana ndugu Maria kwa utume na nikutakia Dominika njema. Asante sana. Ila kwa neno la mwisho la kuongezea ili watu waweze kujua, sasa hivi kama Fransiskani tupo katika mwaka wa jubilei, na kama baba yetu nani mzee Kulala alivyopita alielezea kwamba sasa hivi Baba Mtakatifu aliweza
tangaza rasmi mwaka huu ni mwaka wa jubilei kwa kanisa zima. Hivyo basi sisi kama Fransiskani kwa mwaka huu tunatangaza mwaka wa jubilei kuanzia kifo cha Mtakatifu Francisco Asizi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sisi kama Fransiskani kuna vitu mbalimbali ambavyo tunadumisha katika mwaka wa jubilei, na tulianza 2022 katika kuadhimisha mwaka wa jubilei. Tulianza katika kuadhimisha kanuni. Mtakatifu Francisco Asizi kabla ya kufa aliweza kuandaa kanuni ili sisi ndugu ambao baadaye tutakuja kufuata nyendo zake tuweze kuziishi katika hizo kanuni. Kwa sisi kama Fransiskani kwa mwaka huu tuliweza kuadhimisha mwaka wa jubilei kupitia kanuni mwaka 2022. Na mwaka 2023 tuliweza sisi kama Fransiskani tuliweza kuadhimisha pango la mtoto Yesu. Kama tunavyojua kwamba Mtakatifu Francisco Asizi ni mtakatifu pekee ambaye alianzisha ubunifu katika sherehe za Noeli kuandaa pango kama maonyesho na kusherehekea lile fumbo la kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Kwa sisi kama Fransiskani tuweza kuadhimisha jubilei hiyo mwaka 2023. Na mwaka 2024 sisi kama Fransiskani tuliweza kuadhimisha madonda matakatifu ya Mtakatifu Francisco Asizi. Kama tunavyofahamu, Mtakatifu Francisco Asizi ni mtakatifu pekee pia aliyepata bahati ya kupata madonda yale matano ya Yesu Kristo na alikufa nayo. Kwa sisi kama Fransiskani tuweza kusherehekea jubilei hiyo mwaka 2024. Na mwaka 2025 tuweza kusherehekea wimbo wa viumbe. Mtakatifu Francisco Asizi katika maisha yake alipenda viumbe, alipenda wanyama, alipenda mazingira. Kwa hiyo sisi kama Fransiskani katika kuenzi jubilei tuliweza kusherehekea jubilei hiyo ya wimbo wa ndugu jua mwaka 2025. Na mwaka 2026 ambao ni mwaka huu ambao tupo sasa tunasherehekea maisha ya kifo na maisha yake jumla ya Mtakatifu Francisco Asizi. Na kilele hiko cha jubilei kinafungwa tarehe 10 Januari 2027. Hivyo basi sisi kama wanaparokia Mtakatifu Clara wa Asizi ambao tupo ndani ya jumuiya ya Kifransisko tunaalikwa kusherehekea jubilei hiyo pamoja na Fransiskani wote duniani. Nikushukuru sana. Ndugu muumini, unaalikwa kusherehekea jubilei ya Kifransisko ambayo hitimisho lake litakuwa ni mwezi wa kwanza mwaka 2027. Kwa hivyo basi ni fursa nzuri kuchukua hatua kuweza kujiunga na chama hiki, kuendelea kupata malezi. Na ewe kijana ambaye bado hujapata chama chochote cha kitume, chukua hatua sasa kujiunga na chama cha Vifra uweze kuwa kama dada Maria hapa, tuweze kuwa ndugu wa Kifransiskani na tuweze kulelewa vizuri maisha ya Mtakatifu Francisco. Asante sana dada Maria. Asante sana. Takie Dominika njema. Kama unavyosikiaga ama unavyoonaga katika Dominika, kuna wale watu wanapanda pale mbele na kusema somo la kwanza, somo la pili, nikimaanisha kwamba ni chama cha wasomaji. Basi hapa ndo tumeweza kufika katika kituo chao na chenye tuweze kusikia machache juu yao ama juu ya utendaji kazi wa chama hiki. Tunayo machache kwa lengo la kuweza kuzungumza nanyi, kuweza kufahamu utume wa chama hiki, kama sema chama cha wasomaji, wasoma neno, watangaza neno. Naam. Sasa tungeweza kupata kiongozi angeweza kutuambia machache. Naam, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hongera sana kwanza kwa kuwa kwenye chama hiki cha utume. Asante, hongera naye pia. Shukrani sana. Tungependa kujua kupitia chama hiki cha watangaza neno, kazi yake kubwa ni nini hasa katika kanisa? Kazi ya kutangaza neno ni kulieneza kwa waamini wote wapate kulisikia na kuliishi. Hiyo ndo kazi kubwa. Na kwa waumini labda waweze kujua chama hiki namna kinapofanya kazi na namna kujiunga, kwamba ni muumini wa aina gani anapaswa kuweza kujiunga na chama hiki. Muumini yote Mkristo Mkatoliki ambaye hana kizuizi cha sakramenti yoyote, yani awe amepata komunio, amebatizwa, amepata kipaimara na amefunga ndoa, anaruhusiwa kujiunga na chama hiki cha utangazaji wa neno. Ni taratibu gani aweze kuzifuata ili kuweza kujiunga na chama hiki? Taratibu za kufuata, au naye na kiongozi au naye hata na mimi mwenyewe ndio kama taratibu hizo za kufuata ili aweze kujiunga na chama hiki cha utangazaji wa neno la Mungu. Na labda ratiba zenu za kuweza kukutana na yote mnayoyafanya inakuwaje? Ratiba ya kukutana ni kila Jumamosi saa 11 kamili. Ndio tunakutana pamoja, tunasali pamoja, tunashirikishana neno la Mungu na tunapanga watakaosoma masomo ya misa husika Jumapili ambayo tunaenda kuadhimisha misa. Tumeweza kuona pia wito ama watu kujitoa katika chama hiki ni wachache.
Sasa ni mikakati gani ambayo mmepanga kama viongozi wa chama hiki ili kuendelea kuwavuta watu na kuweza kupata watu wengi? Tumeandaa mikakati mingi, mmojawapo ni tunaomba tuandike tangazo kanisani kwa ajili ya kuwatangazia waamini wanaotaka kujiunga na chama hiki cha utangazaji wa neno la Mungu, waweze kuandika maombi yao, waweze kuja pia kwenye chama hiki, waweze kufuata taarifa zote za chama, waweze kupata nafasi ya kujiunga. Pili, tuna baadhi ya watu huko mitaani kwenye jumuiya zetu, na pia kuna vyama vya kitume kwenye katikati ya wiki na misa kila juma. Kwa tunachukua baadhi ya watu wanaosoma masomo hapo, tunawaambia kwenye chama chetu pia waweze kujiunga na sisi. Na mpaka sasa mmeshakuwa sana wanachama wangapi kwenye chama hiki? Mpaka sasa tuna wanachama 16 walio hai. Sawa sana. Je, labda ni mikakati gani mmeweka kuendelea kuwatunza hao ili basi waendelee kuwa hazina? Mikakati ni kuwalea katika maadili ambayo ni mema, kwamba wafuate maadili na misingi yote ambayo tumejiwekea katika chama, kwamba kuwa na utii na usafi wa moyo, kujitakasa kila wakati kwa ajili ya kulisoma neno la Mungu vizuri. Na tumeweza kuona vijana wengi katika parokia yetu wamekuwa na ile tuseme moyo mdogo kujitoa kujiunga kwenye hivi vyama mbalimbali vya kitume. Sasa mkiwa kama chama hiki cha watangaza neno, mikakati gani mmeiweka kwa vijana ili kuwavuta zaidi waweze kuingia kwenye chama hiki, kwa maana wao kwa umri wao wanaweza wakakaa kutumikia kwa muda mrefu? Kwanza ni wao kuambia kwamba wajitoe kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa sababu Mungu amesema kwamba mtumikie Muumba wako siku za ujana wako. Kwa hiyo ujana huo tunawaalika na tunawavuta kwamba wautumie kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ndio muda ambao wana nguvu za kutosha na wana afya za kutosha, hawajazeeka bado. Kwa hiyo wanatakiwa sana waweze kujitoa zaidi kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sasa neno gani la mwisho unatoa kwa waumini wa Mtakatifu Clara Mongolandege juu ya chama hiki? Mimi nawaambia tu wanaotaka kujiunga na chama hiki, tunawakaribisha sana. Karibuni nyote kwa moyo mnyofu, na pia tunawapenda sana. Na nikushukuru sana, natakieni utume mwema na Dominika njema ya Utatu Mtakatifu. Asante na kwako. Kiongozi amesema kupitia chama hiki cha watangaza neno tunaendelea zaidi na zaidi kuweza kuangalia vyama vingine namna gani wanavyoendelea kufanya uinjilishaji na utume wao. Hapa tumesogea kwenye kituo kingine cha chama kingine cha kitume cha Reggio Maria, na wenyewe tuweze kusikia machache kuhusiana na chama hiki, namna kinavyofanya kazi na kinavyofanya utume katika kanisa. Ni kwa mara nyingine tena tumeweza kusogea katika kituo kingine cha chama cha kitume ambacho ni Reggio Maria, na hapa tunaye mwenyekiti wa chama hiki, anayo machache ya kuweza kutuelezea juu ya chama hiki na utume wake katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Labda tuanze kwa salamu kubwa hasa ya chama hiki cha Reggio Maria, tunasalimianaje? Kwa kweli chama chetu cha Reggio Maria hakina salamu maalum, lakini kwa mara nyingi tunasalimiana salamu Maria au Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Na tungependa kukufahamu mwenyekiti, kwa majina yako kamili. Mimi naitwa Kaka Fidelis Mwagama, na mimi ndio mwenyekiti wa Reggio Maria, Presidium ya Bikira mwenye utaratibu, Parokia Mtakatifu Clara Mongolandege. Ni kitu gani hasa kilikushawishi ama kilikufanya ukaweza kuingia kwenye chama hiki cha kitume cha Reggio Maria? Kwa kweli mimi nilivutiwa hasa katika kazi ya kutenda matendo ya huruma na kusali rozari kwa Mama Bikira Maria, kwa sababu toka nilipokuwa mdogo, kabla sija mlejo, lakini nilikuwa napenda kuwa karibu na Mama Bikira Maria zaidi. Kwa hiyo nilivutiwa nacho. Na kazi kubwa hasa ya chama hiki cha kitume cha Reggio Maria katika kanisa ni ipi? Kazi ya chama chetu cha Reggio Maria mara nyingi kabisa, kazi ya msingi ni kusali rozari kila siku kwa ajili ya kujitafuta utakatifu wangu mwenyewe na baadaye kuwatakatifuza watu wengine, na baada ya hapo tunakwenda kufanya kazi mbalimbali za kitume kama kuwatembelea watu waliokata tamaa, kuwashauri watu katika mambo ya kiimani na mambo mengine ambayo yamhusuyo Mungu. Na chama hiki katika parokia yetu kimeanza kufanya utume mwaka gani? Hapa kilianza rasmi mwaka 2017 ndipo tulipoanzisha presidium yetu ya Bikira Maria mwenye utaratibu. Na mpaka sasa labda mmefanikiwa kuwa na wanachama wangapi kwenye chama hiki? Kwa kweli mpaka sasa hivi tuna wanachama 16. Huko nyuma walikuwepo zaidi ya hapo, lakini walilegea, wengine warudi nyuma, wengine wamehama, lakini mpaka sasa hivi tuna wanachama 16.
Na ni mikakati gani sasa mmeipanga kama viongozi ama kama chama juu ya kuendelea kuvuna waumini wengine kuendelea kujiunga zaidi na chama hiki? Kwa kweli sisi tuna mikakati ya muda mrefu na muda mfupi, lakini kwa mkakati wa muda mfupi tulimwomba baba paroko kwa ajili ya kutembelea jumuiya zote za parokia yetu kwa ajili ya kutangaza chama chetu cha Legio Maria, na kingine tuweka mkakati wa kuwatafuta watoto wadogo ili waweze kulelewa katika utume huu wa Legio Maria, maana tunaona walio wengi walikuwepo umri wao umekuwa umeenda. Kwa hiyo tuna mpango huu wa muda mrefu kuandaa watoto wadogo ili waweze kuendeleza Legio Maria katika parokia yetu. Na vipi kuhusu labda mikakati kwa upande wa vijana, maana pia tumeona kuna uchache wa vijana katika chama hiki? Kwa kweli vijana tunao, ambao tuna vijana wawili wako nyumba ya malezi ya upadre na wengine wapo mashuleni vyuoni. Tunashukuru Mungu kwamba leo tuna kijana mmoja ambaye tayari shule imefunga, tunaye hapa, tumeweza kushiriki nao, lakini kuna wengine ambao bado shule hazijafunga, zikifunga wao tunashiriki nao hapa. Wengine wapo seminarini, wengine wapo kwenye vyuo vingine vya kawaida. Sasa sifa labda za mtu kuwa mwana Legio Maria anapaswa kuaje? Sifa inatakiwa awe kwanza Mkatoliki, alafu ambaye hana vikwazo vyovyote, maana yake anapokea masakramenti yote. Ni hivyo tu. Sasa ni wito gani unaotoa kwa waumini wa Mtakatifu Clara Mungulandege kuweza kujiunga na chama hiki, ama neno la mwisho? Kwa kweli mimi nawahamasisha Wakristo wa Mungulandege, yaani wajitahidi kujiunga na chama cha Legio Maria, kwanza kwa sababu watakuwa wanasali kwa kutafuta kwanza utakatifu wao wenyewe, kujikabidhi kwa Mungu kila siku. Maana Legio Maria unakubidi usali rozari kila siku na kuwaombea watu wengine ili uweze kupata utakatifu, lakini ili kuweza kufanya kazi kwa watu wengine ambao pengine wakiongoka wataweza kukuombea hata wewe katika namna fulani pengine ya maisha hapa duniani. Kwa hiyo nawahamasisha wajiunge na Legio Maria. Tunafanya kazi nyingi, pengine Legio Maria inafanya kazi parokiani hapa, nje ya parokia, hata nje ya nchi. Tulikuwa mwezi wa 5 tulikuwa Nairobi kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ya utume wa Legio Maria. Sana ratiba zenu za mikutano inakuwa inafanya kila baada ya muda gani? Yaani ni siku gani na siku gani? Mikutano yetu sisi tunafanya kila Jumapili baada ya misa ya kwanza, lakini kazi tunafanya kila Jumatano ya kila wiki. Tunafanya kazi za kutembelea watu majumbani huko, aidha wagonjwa au kuwashauri walegevu ili waweze kuja kanisani au kusali jumuiya, wakauchumba na wengine wenye ambao wana matatizo ya namna hiyo, mambo ya kiroho zaidi. Sasa kwa muumini anataka kuja kujiunga na chama chenu, afuate taratibu gani? Afike tu kila Jumapili baada ya misa ya kwanza, kuna kuwepo hapa, ataandika jina lake kwenye daftari na atajifunza Legio Maria kwa muda wa miezi 3. Ataangalia, je, awe mlegio wa kusali tu nyumbani au mlegio mtendaji ambaye atatumwa kufanya kazi nje ya parokia na hata nje ya jimbo la Dar es Salaam au nje ya Tanzania. Kwa hiyo akifika hapa atachagua, baada ya hiyo miezi 3 atajua yeye anaweza kazi ipi. Sasa nikushukuru sana mwenyekiti na nikutakie Dominika njema ya Utatu Mtakatifu. Amina, na kwako pia. Asante sana. Tumeweza kusikia machache juu ya kiongozi wa Legio Maria alivyoweza kuelezea kazi na utume wao, na hapa basi tumefika katika kituo kingine cha chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu, na wenyewe basi tuweze kusikia machache kutoka kwao juu ya nini ambacho kinafanyika katika chama hiki ndani ya kanisa. Ufalme wako ufike. Hongereni sana kwa utume. Naam, kama tulivyoeleza hapo awali, tupo kwenye kituo cha chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu, na hapa tunaye kiongozi atakuwa na machache ya kuweza kuzungumza nasi, na kwa kwanza tuweze kufahamu baba, kwa majina yako kamili. Naitwa Nestor Ndege Isaac. Naam, baba Nestor, hiki ni chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Tukianza na wewe, ni kitu gani hasa kilikushawishi ukaweza kuingia kwenye chama hiki? Asante sana. Ni kwamba ni chama ambacho nilikipenda tu kutoka na jinsi ambavyo maelezo yake niliyapata.
uanzishwaji wake na jinsi ambavyo inafanya kazi na jinsi ambavyo inawahurumia watu na jinsi inavyowahurumia wagonjwa. Ni chama ambacho nilipenda sana kushiriki kwa sababu matendo yake yote ni ya huruma. Na kazi kubwa hasa ya kitume ya chama hiki cha Moyo Mtakatifu wa Yesu ni nini? Kikubwa katika Moyo Mtakatifu wa Yesu ni kuenzi matendo ya Kristo na kuenzi ile hamu ya Kristo kutaka watu waienzi moyo wake na wafanye matendo ya huruma kwa jamii na waiombee taifa, waiombee watu na waombee watu wote wanaoteseka. Sasa kubwa katika moyo ni upendo, kushiriki katika matendo yote ya huruma, kushiriki katika matendo yote ya jamii yanayohusiana na yale matakwa mazuri ya mkombozi wetu Yesu Kristo. Na chama hiki cha Moyo Mtakatifu wa Yesu katika parokia yetu Mtakatifu Clara Mkolandege kilianza kufanya utume wake mwaka gani? Ni 2013 ilianza ikiwa na wanachama kama 6. Na mimi nimekuja kuingia 2018, tumeingia watu 6 tukapata wanachama 12 na hadi sasa hivi tuko na wanachama 34. Watoto wako 8 na watu wazima wako 26. Hongereni sana kwa hilo. Ndio. Lakini tumeweza kuona kwamba ama desturi ambayo ipo au tunaichukulia katika kanisa kwamba chama hiki cha Moyo Mtakatifu wa Yesu ni chama cha wazee. Sasa ni mikakati gani ambayo mmeiweka kama chama kuwavutia pia vijana? Kwa maana tumeona hapo umesema kuna watoto 8, lakini hatujaweza kusikia katika hili lika ambalo lipo katikati ambalo ni vijana. Ni mikakati gani ambayo mmeiweka kwao? Asante. Nimezungumzia watoto lakini sio ya kwamba ni watoto. Kweli watoto ni wale ambao bado wako chini ya umri wa miaka 10, lakini wale ni vijana kuanzia umri wa miaka 14, 15, 16 mpaka 22. Au tumewachukulia upande wa watoto kwa sababu bado hawajaweza kujitegemea. Kwa hiyo hao tunawaita vijana, ndio tuko nao. Kwa hiyo mkakati uliopo ni kwamba tunaendelea kuwahubiria na kuwavutia kuwaelekeza watu jinsi moyo unavyofanya kazi na kuwaingiza kwenye utume huu wa Moyo Mtakatifu. Na tunaandikisha kila mwaka, kwa mfano tangu tumekwepo mwaka jana tumeandikisha watu 6, wamefuzu watu 4 katika kuingia. Mwaka huu tuliandikisha watu 5, wamefuzu watu 2 kujiunga, na sasa hivi tena tumeitisha kuandikishaji na tunawahubiria wale ambao wameingiwa na roho ya kujiunga mpaka mwezi wa 12. Naamini kama tutapata wengine tena, tuna uhakika ya kwamba kila mwaka hata tukiingiza watu 3 au 5, baadaye itakuwa imara na itakuwa na watu wengi, na hata hao vijana tunawahamasisha kupitia njia ya katekista kuwapa maelekezo ili awe anawaambia vijana wale wanaojifunza kipaimara na komunyo waweze kujiunga. Ndio mikakati yetu sasa hivi. Kosa na mwanachama labda akitaka kujiunga, ni taratibu gani anapaswa kuzifuata? Tunapokuwa tumeongea nao na kuwajulisha, tunawaomba waje, mara nyingi tunakutana baada ya ibada, tunakutana hapa. Kwa hiyo akija tunampa maelekezo ni jinsi gani inatakiwa ajiunge. Kwanza akishashiriki nasi tunamuorodhesha jina, alafu baada ya hapo ikifika wakati wa semina tunampeleka kwenye semina. Akifuzu kumaliza semina zote kwa miezi 4 anakuwa ameshajiunga na kuwa mwanachama. Siku ya kupokelewa ikifika anapokelewa na anakuwa mwanachama rasmi. Na labda taratibu za mikutano yenu ambayo mnakuwa mnakutana katika kanisa ama hapa parokiani ni siku gani na siku gani? Jumapili kila siku lazima tukutane baada ya misa ya kwanza,
lakini pia katika wiki waga tunakutana Alhamisi na Ijumaa Kuu, lakini matendo makuu pia ya mwezi wiki ya kwanza ya mwezi ile Alhamisi lazima tufanye maabudio, na wiki ya pili ni siku inayofuata ya Ijumaa baada ya Alhamisi ni siku ya kushinda na Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni matendo ya mwezi, lazima tuwepo wote na tunakutana wote. Neno la mwisho juu ya waumini sasa kuweza kujiunga na chama hiki, unawapa wito gani? Kwa kweli ni chama ambacho kinainua watu sana kiroho. Ni chama ambacho inasaidia kukuza roho za utakatifu. Yeyote ambaye kwa kweli anajiunga na moyo mtakatifu, kuna mambo mengi unajifunza na vitu vingi unajifunza, na haswa kuelekea utakatifu ambao Yesu Kristo alituanzishia yeye mwenyewe kupitia Maria Alokoki, ya kwamba enezeni ili moyo wangu uweze kuheshimiwa. Kwa hiyo nawahasa vijana, wazee na hata watoto kujiunga na chama hiki ili wapate utakatifu ambao Yesu alihitaji wawe watakatifu, kuenzi moyo wake siku zote za maisha yao. Nikushukuru sana kiongozi kwa utume huu, na pia nikutakie Dominika njema. Asante sana. Shukrani sana. Naam, tumeweza kusikia machache ya kiongozi juu ya chama hiki cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Sio chama tu cha wazee, bali ni chama cha rika zote. Kwa hiyo uwe kijana, uwe baba, uwe mama, uwe mtoto, una wajibu wa kuweza kujiunga na chama hiki. Kwa hiyo kama bado hujawa na chama chochote cha kitume, unaalikwa kuweza kuonana na kiongozi hapa, ukaweza kupata taratibu namna gani nzuri ya kuweza kujiunga na chama hiki. Na pia kama ulivyoweza kusikia ratiba zao, mara nyingi wanakutana kila Jumapili mara baada ya misa ya kwanza, lakini pia siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Kwa hivyo basi chukua hatua sasa uweze kuendelea kukua kiroho na kulifahamu zaidi kanisa letu Katoliki na utume wake. Asante. Sikia machache juu ya chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu, na hapa tunaendelea kwenda kuangalia ama tunaenda kwenye kituo kingine cha chama cha Rozari Hai tuweze kusikia machache na wao juu ya utume wao ama juu ya kazi kuu ya chama hiki ndani ya kanisa. Hapa tupo katika kituo cha chama cha Rozari Hai na tupo na kiongozi hapa, ataweza kutuelezea machache juu ya chama hiki na utume wao. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ave Maria. Ave Maria. Nisalimie. Ave Maria. Karibu Rozari Hai. Nashukuru sana, maana pia tulikuwa tuifahamu salamu hii, basi imekuwa ni vema angalau tumeweza kuifahamu. Ewe muumini, kukutana na mwanachama yote wa chama cha Rozari Hai akikwambia Ave, unaitikia Maria, nawe utamwambia Maria naye atasema Ave. Na tungependa kufahamu kwa majina yako kamili ni nani mama? Mimi naitwa Flora Ruinga na ni mwenyekiti wa Rozari Hai parokia Mtakatifu Clara. Chama hiki cha Rozari Hai kilianza mwaka gani katika parokia yetu? Chama hiki cha Rozari Hai kimeanza mwaka jana mwezi wa 10. Kwa hiyo mwezi wa 10 mwaka huu ndio tutakuwa tunatimiza mwaka mmoja. Bado ni chama kipya, bado wachanga kabisa. Na hasa kazi ya chama hiki ama utume mkubwa wa chama hiki cha Rozari Hai ni nini? Kazi kubwa ni kuongoa roho za watu zilizopotea, na kama mama ambavyo amekuwa akitokea kwenye matukio mengi, kwa mfano Fatima wapi, msisitizo wake ni kwamba tusali rozari ili tuweze kuongoa roho za watu na pia tuweze kuleta amani. Kwa kupitia rozari takatifu tutapata amani katika nchi yetu, katika familia, hivyo na kadhalika. Na muumini gani anapaswa ama ni mwanachama, mpaka mtu kwa mwanachama anapaswa kuwa mtu aina gani? Muumini yoyote anafaa kuwa mwanachama, na ndio maana tuna watoto kama hao kuanzia, yani mtoto yoyote ambaye anajua kusoma na kuandika, na mtu mzima hata akiwa kikongwe, utume huu anaweza kuutumikia.
kwa sababu sala zetu ni fupi na ni nyepesi kwa mtu yoyote yule kuweza kuzifuata. Na labda makutano yenu mnakuwa mnakutana kila muda gani? Sisi tunakutana mara moja kwa wiki na ni siku ya Jumatano saa 11 jioni, ndio huwa tuna sala za pamoja kama utume. Na chama hiki mpaka sasa kimeweza kuwa na wanachama wangapi? Tulianza na wanachama 11 mwaka jana, lakini tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu ulifanyika uzinduzi wa Rozari Hai. Hapa tulizindua mwezi wa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo jimbo lilikuja hapa parokiani kwetu. Sasa katika ule uzinduzi wa Mama Bikira Maria tuliongezeka idadi na sasa mpaka sasa tuko wanachama 24. Sawa. Sasa ni mikakati gani ambayo mmeweka kuendelea kuongeza waumini ama wanachama? Mikakati tulionayo ni kuendelea kuhamasisha watu wajue utume huu wa Rozari Hai na pia wajue thamani ya kusali rozari, kwamba rozari linatuletea amani katika familia, linatuletea amani kwa watoto wetu. Tukimkimbilia huyu mama hatuachi, tunajua ana neema nyingi sana. Sawa sana. Labda kama hivyo ulivyosema kwamba mpo katika idadi hiyo ya wanachama, ni mikakati gani ambayo pia mmeweka kuwavutia vijana zaidi kuingia katika wito wa chama hiki? Mkakati tulioweka ni kuanza sasa kuwatembelea vijana hasa kwenye makusanyiko yao ili tuweze kuwahamasisha na kuwaelezea utume huu unafanya nini, ili waweze kuvutika na kuja kuungana na sisi. Ni tamanio letu sana kwamba turithishe huu utume kwa vijana zaidi kuliko sisi ambao umri unaondoka. Sawa. Labda katika mfumo wa uongozi wenu kuna baadhi vijana ambao pia mmeweza kuweka katika nafasi hizo za uongozi ili pia waweze kuwa chachu kwa vijana wengine? Ndiyo, tunaye katibu msaidizi ambaye ni kijana kabisa anaitwa Amedius na ni mwanakwaya, yuko kwenye kwaya ya vijana. Sawa. Sasa neno la mwisho juu ya waumini ama wito gani unawapa juu ya kuweza kuja kujiunga na chama hiki? Mimi wito wangu kwa waumini, yani tupende kusali rozari. Siku zote tunaambiwa na mimi binafsi naamini kwamba unapomkimbilia mama hata katika maisha ya kifamilia, yani baba hawezi kuwafikia watoto, anaanzia kwa mama, na watoto hawezi kwenda kwa baba moja kwa moja, wanaanzia kwa mama. Mama nahitaji 1 2 3, mama ndiye atapeleka kwa baba. Kwa hiyo ndivyo na sisi tunavyofanya, kwamba tunamkimbilia Mama Bikira Maria ili aweze kutupelekea shida zetu, kutupelekea matatizo yetu kwa mwanae Yesu Kristo, na atakapopeleka matatizo yetu kwa mwanae hawezi kutukatalia hata siku moja, hawezi kumkatalia mama yake. Nikushukuru sana mama kwa muda wako, lakini pia kwa utume huu. Na ewe kijana, ewe mama, ewe baba, unapaswa kuweza kuchagua chama cha kitume, na kama bado hujaweza kujua chama gani cha kwenda kukukuza ama kukulea kiroho, una nafasi ya kuweza kuja katika chama hiki cha Ave Maria, ukaonana na kiongozi hapa akaweza kukupa taratibu namna gani nzuri ya kuwa mwanachama. Nikutakia Dominika njema. Amina, na wewe mwenye karibu Rozari Hai. Amina, asante sana. Sasa hivi tumeweza kuingia kwenye chama cha Yusuf Almataya, na yenyewe tunao machache ya kuweza kuzungumza nayo tuweze kujua chama hiki kinafanya kazi gani na utume gani. Kuja moja kwa moja kwenye kituo cha chama kingine cha kitume, na chama hiki ni chama cha Yusuf Almataya, na hapa basi tunao viongozi waweze kutuelezea machache juu ya chama hiki na utume wao mkubwa katika kanisa. Na kabla ya kuendelea, salamu kubwa ya chama chetu kinasemaje? Mshindi wa mauti. Kristo mfufuka. Mshindi wa mauti. Mshindi wa mauti. Kristo mfufuka. Naam, tungependa kufahamu mama, kwa majina yako? Kwa majina naitwa Margaret Ansbert Kaijage, nipo katika chama cha Yusufu Almataya. Na nafasi gani? Mimi ni katibu. Ninaitwa Rose Gerard, ni mwenyekiti wa chama cha Mtakatifu Yusufu Almataya hapa na jimbo.
Naitwa Magdalena Antoni, ni mjumbe wa chama cha Mtakatifu Yusufu Almataya. Tukianza kwa mwenyekiti, tuweze kufahamu kwanza chama hiki cha Yusufu Almataya ni chama gani na kinafanya utume gani katika kanisa? Asante. Chama cha Mtakatifu Yusufu Almataya ni chama kinachofuata yale aliyoyafanya Mtakatifu Yusufu Almataya, ambaye kama tunavyojua yeye ndiye aliyeenda kumwomba Pilato mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, na akapewa, akauweka vizuri na akauvisha kitani safi, sanda kitani safi, pamoja na marhamu, na akishirikiana na Nikodemu, basi pamoja na mama yetu Bikira Maria na wengine, wakaenda kuhifadhi mwili wa Bwana Yesu katika kaburi alilokuwa amejiandalia yeye mwenyewe Mtakatifu Yusufu Almataya. Na tunaambiwa alikuwa ni mtu wa Almataya huko Yudea, na alikuwa ni mtu alikuwa ni maarufu, alikuwa pia ni tajiri, lakini alikuwa ni katika baraza ya Pilato, lakini pia alikuwa ni mcha Mungu sana. Ndio maana hata hakuungana na wale waliokuwa wanamhukumu Yesu, na kwa sababu ya nafasi zake za kibiashara, za mambo mbalimbali, hakuwa mfuasi wa wazi wa Yesu, alikuwa wasiri, lakini alikuwa ni mtaua na aliutafuta sana ufalme wa Mungu. Kwa hiyo pamoja na mambo yote alikuwa anautafuta sana ufalme wa Mungu na alijifunza mengi kwa Kristo. Kwa hiyo chama chetu sisi ni chama ambacho waanzilishi waliangalia yale aliyoyafanya na wakatamani. Kwa mfano tunaweza tukakielezea kwa kifupi, kilianzia Jimbo Katoliki la Songea na Mbinga miaka 1972. Kilianzaje? Ilipokuwa inatokea misiba, kwa sababu kipindi hicho hakukuwa tena na majokofu. Kwa hiyo miili ilivyokuwa inasubiri maziko, walikuwa wanakaa wanaimba nyimbo za kijadi. Zile nyimbo za kijadi katika maombolezo zikaendelea kuingizwa nyimbo kutoka dhehebu la Anglikana, na baadaye zikawa nachukua baadhi ya maneno kwenye sala za kanisa wanaziingiza kwenye zile nyimbo za jadi. Ndio maana utagundua mara nyingi ilikuwa ina lafudhi ya Kingoni au chuni za Kingoni, ni kwa sababu hiyo. Sasa hapa Dar es Salaam ilifika 2000, lakini mpaka inaingia Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa ujumla. Maana ilianza Mwananyamala mwaka 2000 na 2008 ikaingia Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa ujumla, sasa ngazi ya jimbo. Na kazi kubwa tunazofanya ni kwanza kabisa sisi wenyewe kujitakatifuza, kuishi maisha ya sala, ili tuweze kuwa na nguvu ya kufundisha wengine, kufariji wengine, kuombea marehemu. Kwa hiyo baada ya kuwa katika hali hiyo, tunafanya kazi ya kuombea roho za marehemu toharani. Misiba ikitokea, basi tunapopata nafasi tunaenda kuomboleza, kuombea pia huyo marehemu, lakini tunawafariji wagonjwa, kuwaombea, kuwaelezea pia wale ambao wako katika hatari ya kufa au katika saa ya kifo chao, kwamba wasiogope, kwa sababu hiyo ndio daraja pekee ya kufikia uzima wa milele mbinguni. Yaani unatoka kwenye bonde lenye machozi duniani unaenda kwenye raha ya milele. Watu basi kuogopa. Kikubwa ni maandalizi. Lakini pia tutaongeza pia kufariji na kuwaombea wafungwa, kuwatembelea, lakini sana kufundisha katekisi ya maisha hapa duniani, maisha ya muungamaniko na Kristo, kifo cha Kikristo, maisha baada ya hapa, kwamba kuna mbinguni, kuna toharani na kuna motoni. Kwa hiyo tutafundisha huko, tunafundisha pia huko ni wapi, lakini na namna gani tuishi hivyo. Lakini tutafanya pia sala za mikesha. Tutakuwa tunapanga labda zaidi muda gani tutafanya mikesha, labda mara moja kwa mwezi kijimbo au parokia, tutaangalia kadiri wenzetu watakavyotuambia wanachama wote. Kwa hiyo ni chama ambacho kinatafuta utauwa sana. Kinatafuta watu wengi watafute utauwa na waishi hiyo hali ya utauwa, lakini wafike mbinguni, wawe wafuasi wa Kristo kweli kweli, kwa ujasiri wa kufa na kupona kama alivyokuwa Mtakatifu Yusufu. Yaani alivyouomba mwili wa Kristo na kuuzika. Wanatuambia kwamba masimulizi linaeleza ule mwili baadaye alipofufuka. Yaani wa kwanza kuwa fired alikuwa yeye. Ulituomba mwili uko wapi? Kwa hiyo inasemekana alichukuliwa kabisa na kufungwa gerezani. Kama unavyojua mama kanisa mtakatifu anahifadhi sana mafundisho mbalimbali na historia mbalimbali. Kwa sasa kama ilikuwa hivyo, na sisi tunapaswa kuwa majasiri kwamba tunapofundisha na tunapoenda kuelezea uhalisia wa jambo, wengine wanaweza wasilipokee vizuri, lakini huo ndio uhalisia na ndio ukweli. Tunaweza tukakasi, tukachukiwa, tukachafuliwa, tukafanywa vyovyote, tuwe na ujasiri wa kupokea hali hizo zote kwa ajili ya sifa, heshima na utukufu wa Mungu.
kwa kifupi. Tunashukuru sana kwa historia hiyo na pia ukaweza kutuelezea kazi nzuri ya chama hiki kinavyofanya. Lakini kwa hapa parokiani kwetu ni mwaka gani kiliweza kuanza? Asante. Kilianza mwaka 2024 mwezi Novemba. Kwa hiyo tumeshinda mwaka jana 2025 kamili na huu sasa 2026. Kwa hiyo ni mwaka wa 3 kwa sasa. Na katika kwanza mlikuwa na waumini wangapi mlivyoanza katika chama hiki? Asante. Tulianza na waumini 11, tumeendelea kuongezeka, sasa hivi tupo 22 na kuna ambao leo wamepita, tumepata watakaji kama 3. Tunaamini na wengine wapo na ninyi wenyewe pia. Tunaamini tutapata pia vijana, maana kuna kama 2 watatu wametuambia wataingia. Kwa hiyo tunategemea wataongezeka parokiani, na katika parokia nyingine tunategemea pia kwenda kuhamasisha utume. Sasa ni mikakati gani ambayo mmeiweka kama viongozi ama kama chama kuendelea kuvuna zaidi waumini kuingia katika chama hiki? Asante. Miongoni mwa mikakati, kwanza kabisa ni kumuomba Roho Mtakatifu yeye akainue wale ambao yeye anawataka, sababu kila mmoja amempa karama. Kwa hiyo yeye kwa uweza wake na kwa karama aliyoweka katika waamini mbalimbali, atujalie neema ya kuwapata wale ambao yeye amewakusudia katika chama utume huu. Lakini pia kwa kuwapata hao tutakuwa tunahamasishana parokiani hapa, lakini tutakapoanza mikesha na matangazo mbalimbali kwenye redio na kadhalika, wengi watasikia, naamini pia tutapata wanachama kwa staili hiyo. Lakini pia kwa namna tutakavyoishi sisi, tutakapoenda kufariji wafiwa, tutakapoenda kwa wagonjwa sehemu mbalimbali, tunaamini watu wataendelea kupata huo utume, kuuona, na tunaamini watavutwa ili waingie nao waweze kutumikia. Sasa ukiacha hivi vyama vya kitume, tumekuwa na vyama vya urika ambapo tunasema kuna utoto mtakatifu, viwawa, uwaka na wawata. Sasa kupitia chama hiki cha Yusuf Almataya kinatenda kazi vipi na hivi vyama vingine vya urika ili kuweza kushirikiana nao kwa kama sehemu ya kuweza kuvuna hawa watu ambao katika rika hizo za vijana, watoto, uwaka na wawata kuingia katika chama hiki? Asante. Hivi vyama vikubwa tunavita vyama vikubwa vya urika na kijinsia pia. Jinsia pake uwaka na wawata. Afisa kirika ndo utoto mtakatifu, vijana, wazee na wastaafu. Na kama mimi ni katibu wa wawata parokia. Kwa kazi tunayofanya ni kwamba tukiwa kwenye hivi vyama tunawahamasisha kwamba waingie vyama vya kikarama, vinaitwa vyama vya kikarama. Kwa hiyo waingie kwenye vyama vya kikarama, ndio hivyo Mtakatifu wa Yesu, Legio Maria na vingine. Kwa hiyo tukiwa kwenye hivi vyama hata viwawa, tunapaswa muhimize kwamba hiki ni chama cha kirika, lakini pamoja na kwamba mna mambo mbalimbali mnafanya, lakini mnapaswa muingie chama cha kikarama, yani cha kukusaidia kusali, ili kila karama kwa pamoja, Roho Mtakatifu akifanya kazi kwa kila chama, kwa pamoja tunaujenga mwili wa Kristo. Kwa pamoja kila chama kazi kubwa ni kutufanya sote tuwe wafuasi wema, yani kanisa lote liwe wafuasi wema wa Kristo. Kwa hiyo kwenye hivyo vyama hivyo vya urika au vya kijinsia tunahamasisha waje kwenye vyama mbalimbali, na tukiwa huku tunawahamasisha kwamba ukiwa sio charismatic, ukiwa kwaya, sio kasema mimi sio viwao au mimi sio wawata. Mwanamke Mkatoliki yoyote yuko umoja utume wa wanawake wa Katoliki, yani umebatizwa tu mchanga kabisa, tayari wewe ni mwanamke Mkatoliki. Kwa wanaume tayari wewe ni mwanaume Mkatoliki. Sasa hii vijana na chama chako cha kirika akikutoi kwenye hivi vyama vya kijinsia au vyama vya kirika, lazima hivyo ni base, alafu unaingia kwenye unatumikia cha kikarama na unatumikia kile cha kwako cha kirika au cha kijinsia. Ushiriki wenu mnawashirikisha vipi hivi vyama vya kirika na sifa katika kutumika ndani ya chama hiki cha Yusuf Almataya? Tunategemea kuwa na kwanza, tunavyowashirikisha ni kwamba yanapotokea matukio ya pamoja, yani kwa mfano ikitokea misiba kwenye parokia, jinsi tutakavyoshiriki wanatuona. Kwa hiyo tutashirikiana na kwaya, lazima tushirikiane na kwaya, lakini kuna kamati za uinjilishaji lazima tunashirikiana nao, lakini kuna uwaka tunashirikiana, yani lazima kuna kushirikiana kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano kuna chama ambacho sio cha kirika, chama cha kamati ya afya. Mfano tukasema tunaenda kuwaona wagonjwa, lazima tunawasiliana na padri pamoja na watu wa kamati ya afya na sisi. Alafu kama tulivyoshirikiana na vijana juzi kwamba na ninyi mkawa na matendo ya huruma na sisi tukawa nayo. Kwa hiyo tunashirikiana kwa namna hiyo, lakini tunashirikiana haswa tunapokuwa na issue ya kiparokia kwa ujumla.
Almatia wanafanya hiki, chama kile kinafanya hiki na chama kile kinafanya hiki. Na tukiwa na siku ya somo wetu sisi, basi tunaalika kila chama, tunawaalika, tunakaa kwa pamoja, wanakuja wanaona na sisi tunayoyafanya, wakitoka na wenyewe wanaenda wanaelezea kule kama kuna jambo la kuchangia, kwa mfano wanachangia. Tulikuwa tuna matendo ya huruma kwa wagonjwa. Padri akatuambia wagonjwa si wa kwetu, sisi ni kama chachu ili watu wachange, lakini si kwamba ndo tuchange sisi tuseme tumechanga sisi tu, yani sisi ni chachu, tunachachusha na wengine. Kwa hiyo tulipata watatu wanne ambao walichanga kweli, tukaweza kupata mazuri kwa ajili ya wale wahitaji. Kwa hiyo tunagusa pia watu huko. Ukiacha labda kukutana katika haya matukio, je, labda mnakuwa mna ratiba labda za kukutana kwa kanisani hapa labda kwa kila siku ama kila wiki, au sasa mtakuwa ni katibu? Anaweza kujibu. Asante. Tunakutana kila Jumanne ili kushirikishana mambo mbalimbali yanayomhusu Yusufu Almataya na kujifunza zaidi mambo ya Mungu. Tunaingia ndani zaidi kwenye Biblia na kujifunza jinsi ya kuwahamasisha wengine. Sasa labda ni neno gani la mwisho kama wa viongozi wa chama hiki cha Yusufu Almataya kwa waumini, ama wito gani mnawapa waumini kwa ujumla? Asante. Tunawaomba kwamba wajiunge na chama hiki cha Yusufu Almataya. Wengi wanaogopa kwamba labda ni chama ambacho kinajikita kwa watu waliokufa. Wasiogope kifo, tuwe tayari kwa lolote. Hii ni katika kujiandaa ili tusiogope kifo, tujitayarishe kwa wakati wowote na ufaao kwenda mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amina, nashukuru sana. Salaba, na neno tena lingine la mwisho tuweze kumsikia mama hapa, naye kama na chochote ambacho sisi tunaweza labda tumekisahau. Kifo hicho hakikimbiliki. Kifo hicho hakikimbiliki. Ingekuwa hivyo marehemu angekimbia. Ingekuwa vita marehemu angekimbia. Kifo hicho hakikimbiliki. Kifo hicho hakikimbiliki. Ingekuwa vita marehemu angekimbia. Sorry, lazima tukutane na dada kifo. Asanteni sana jamani, na nawatakia Dominika njema, Utatu Mtakatifu na utume mwema wa chama hiki cha Yusufu Almataya. Tunawaalikeni sana jamani, mje kwetu sisi vijana, muendelee kutupa hamasa. Haya, amina, asanteni sana. Tumeweza kusikia machache juu ya chama hiki cha Yusufu Almataya na wametuacha na kauli mbiu moja: kifo hiko hakikimbiliki. Ewe kijana, ewe mama, ewe baba, ni muda wako sasa. Amua, chagua chama gani kitaweza kukukuza wewe kiroho, ili hata siku utakapoweza kuitwa katika ufalme wa mbingu uwe tayari uko kamili. Basi tunaenda kusikia tena machache kupitia chama kingine cha kitume ili waweze kutuelezea kazi yao na utendaji wao. Ila kama una nafasi ama kama bado hujapata chama kingine cha kitume, una nafasi ya kuweza kujiunga na chama hiki cha Yusufu Almataya kiweze kuendelea kukukuza kiroho na kiimani zaidi. Baada ya kusikia machache kutoka katika chama cha Yusufu Almataya na namna ya historia fupi ambayo tumeweza kuipata juu ya chama hiko, hapa tumeweza kusogea katika kituo ama tunasema banda la chama kingine cha Karismatiki Katoliki, na wenyewe basi wana machache ya kuweza kutuelezea juu ya chama hiki na namna kinavyofanya utume wake ndani ya parokia yetu. Bila kusahau, leo ni Dominika ya Utatu Mtakatifu, na kwa fursa ya kipekee kabisa uongozi wa parokia hii umeweza kuandaa siku hii kuwa siku maalum ya maonesho na ujumbe kwa vyama mbalimbali vya kitume. Tumeweza kuona hapo mwanzo baadhi ya vyama vimeweza kuelezea utume wao, na sasa hii ni zamu ya Karismatiki Katoliki kuwa nasi kuweza kusikia machache atakayosemwa na viongozi wa chama hiki cha Karismatiki Katoliki Tanzania. Kama tulivyozungumza hapo awali ya kwamba tupo katika kituo cha chama cha Karismatiki Katoliki Tanzania, na hapa tunaye mmoja wa kiongozi ataweza kutuelezea machache juu ya chama hiki. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Chama hiki cha Karismatiki Katoliki
Ni chama gani na kinafanya utume gani ndani ya kanisa? Chama cha Karismatiki Katoliki Tanzania hapa Mang'ola Ndege, utume wake mkubwa ni kuyasimamia yale ambayo Vatican II ilipokuwa imekaa na kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na habari ya kanisa. Kwa hiyo kuna mambo matatu ambayo tunayasimamia sisi kama Karismatiki. Jambo la kwanza ni kuihubiri Injili, ambayo pia ilikuwa ni lengo la mababa katika mkutano wa Vatican II. Lakini jambo la pili ni kuwatakatifuza watu na jambo la tatu ni kutakatifuza malimwengu. Na haya ndio mambo makubwa ambayo pia sisi tunasimamia kama Karismatiki, kwa kuendelea kuyafanya hayo, lakini kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili kuyatekeleza katika umakini wake na katika usahihi wake bila kupingana na matakwa ya kanisa Katoliki. Chama hiki cha Karismatiki katika parokia yetu Mtakatifu Clara Mang'ola Ndege kilianza kufanya kazi yake ya utume mwaka gani? Kwa mara ya kwanza kabisa utume huu ulikuja kutangazwa na kupokea rasmi ni kama mwaka 2007 hivi, kwa sababu nakumbuka mwaka 2008 ndiko tulikofanya mkutano wa Injili na kuanza kuinjilisha hapa parokiani, lakini kabla ya hapo tayari utume ulishaanzishwa kabla ya mwaka 2008. Kuna natumaini kwamba ilikuwa kwenye mwaka 2007 hivi. Ndio. Umesema kazi kubwa ya Karismatiki ni kutakatifuza watu. Ukiongelea swala la kutakatifuza unamaanisha nini, ili pia basi waumini wengine waweze kufahamu hilo? Amina. Kutakatifuza watu maana yake ni kwamba kuwafanya watu waweze kumjua Mungu wa kweli na waweze kuwa mwaminifu katika kumtumikia huyo Mungu. Kwa hiyo katika kuyafanya hayo, maana yake ni kwamba kuwafanya watu warudi katika kumjua Mungu na kubaki na Mungu aliye hai na sio kutumikia miungu mingine. Na labda mnakuwa mnakutana kwa ratiba yenu kila muda gani ama siku gani katika kanisa? Kwa ratiba zetu za kukutana hapa kama wana kikundi wa Karismatiki, tunakutana siku ya Jumapili mara baada ya pili kwa muda wa lisali moja. Alafu na siku za Jumamosi tunakutana kwa ajili ya majira ya saa 10 mpaka saa 11:30 kwa ajili ya kumwomba Mungu. Kwanza tukiwa tuna nia ya kufunga pamoja na kumwomba Mungu kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kanisa na mambo binafsi kulingana na uhitaji wa watu kwa siku ya Jumamosi. Lakini siku ya Jumapili mara baada ya misa ya pili tunakutana kwa ajili ya kufundishana na kuimarishana katika neno la Mungu. Ni muumini aina gani anapaswa kuweza kujiunga na chama hiki cha Karismatiki Katoliki? Mwaliko ni kwa watu wote wa Mungu, maadamu tumeomba kwa sura na mfano wa Mungu. Watu wote tunapaswa kushiriki kwa ajili ya kujifunza kuhusu Mungu aliyotuumba na Mungu anayetupenda akaja akatuokoa. Kwa hiyo haina kusema kwamba ubaguzi. Mtu yeyote ambaye yuko tayari kwa ajili ya kujiunga ni kwa ajili ya kupata maarifa zaidi kuhusu Mungu. Kwa hiyo tunamwalika mtu huyo, lakini pia hata kama mtu ana changamoto yoyote kimaisha na ushauri, lakini pia kuna mafundisho mengi ambayo yanaendelea pale kwa ajili ya kumuimarisha mtu na kujiona kwamba Mungu anaweza yote katika maisha yake. Ni utaratibu gani sana anapaswa kuufuata muumini huyo? Jambo la kwanza, mtu anayetaka kujiunga na utume huu au na chama hiki, japo wengi wanasema ni chama lakini sio chama, tunaamini kwamba Karismatiki ni Mkatoliki yeyote au mtu yeyote ambaye amebatizwa ni Mkarismatiki, kwa sababu lazima aongozwe na Roho Mtakatifu, na sisi msimamo wetu au kiongozi wetu ni Roho Mtakatifu. Lakini sasa kwa mfano mtu anapokuja hapa kwa ajili ya kutaka kujiunga, anakuja tu kwenye fellowship zetu tunapokusiku za kukutana, anakuja anajitambulisha, then baadaye tunamuongoza tu sala ya kumkiri Kristo na kuanza maisha ya uaminifu kwa Yesu. Hiyo ndio inakuwa ni kama tiketi, na baadaye anakuwa anapata semina za makuzi, yani jinsi ambavyo ya kujifunza zaidi kuhusiana na habari za Mungu na mambo mengine ya semina nyingine zinazokuwa zinaendelea. Hiyo ndio inakuwa tiketi, lakini cha kwanza ni yeye mwenyewe kufika mahali hapo
na kukutana na viongozi pale. Ataongoza sala ya kumkiri Kristo, ambaye yeye ni kuweka uaminifu wake mwenyewe, akili uaminifu wake wa kumfuata Kristo, na baadaye mengine ataendelea kama nilivyosema. Ni wito gani unaotoa kwa waumini wa Mtakatifu Clara Mngola-Ndege? Wito wangu ni kwamba tunapaswa kufahamu kwamba karismatiki sio chama, bali karismatiki ni mkondo wa Kanisa Katoliki. Kwa hiyo watu wote wanaalikwa kushiriki ili kujifunza zaidi kwa undani. Haijalishi kwamba mtu anashiriki katika vyama vingine au utume mwingine, lakini karismatiki ni chama ambacho kinatufunza watu wote ili kumjua Mungu wa kweli na zaidi kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Nikushukuru sana baba kwa utume na nikutakia Dominika njema Utatu Mtakatifu. Asante na nyie pia, asante kwa utume wenu. Asante sana. Naam, kama tulivyoweza kuzungumza na kiongozi wa hapo awali wa chama hiki cha Karismatiki Katoliki, na hapa pia tunaye kiongozi mwingine aweze kutuelezea machache juu ya kazi na utendaji mkubwa wa Karismatiki Katoliki. Tutaweza kufahamu majina yake na nafasi yake. Tumsifu Yesu Kristo baba. Milele amina. Tungependa kufahamu kwa majina yako na nafasi yako katika chama hiki. Kwa jina naitwa Hospice Mkopa. Hapo kwenye kikundi cha Karismatiki mimi ni mwenyekiti wa kikundi, lakini mara nyingi kwa sisi Karismatiki hatuiti mwenyekiti, tunasema ni mratibu. Mimi ni mratibu wa kikundi kwa hapa parokia Mngola-Ndege. Naam, kama ukiwa kama mratibu wa chama hiki cha Karismatiki hapa Mngola-Ndege, hasa mnakuwa mnawajibika nini? Chama hiki kinakuwa kinawajibika kwenye mambo gani? Kwa kuwajibika kwa chama hiki cha kitume kwenye hiki parokia Mngola-Ndege, kwanza Karismatiki ni chama ambacho sio chama, tunasema kwamba ni kama movement, yani au ni kazi za Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mwanadamu. Na kihistoria ni kwamba Karismatiki ni zao kutoka kwenye mtaguso wa Vatican II ambao uliisha mwaka ulipitishwa mwaka 1962 na Karismatiki imeanza 1965. Kwa hiyo ukiangalia ni miaka mitatu baada ya mtaguso wa Vatican II kupita. Na ukiangalia lengo la Karismatiki ni kwamba lengo la Karismatiki ni kusimamia au kutekeleza wajibu ule ambao mtaguso unaagiza. Na mtaguso, jambo la kwanza ambalo umeliagiza katika mtaguso wa Vatican II, ukiangalia pale kuna vitu vitatu ambavyo ni kama wamevisimamia ili kuhakikisha kwamba kufanya kanisa jipya ambalo linaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini pia ni kanisa ambalo pia linaenda na wakati, kutokana na wakati uliokuwepo mwanzo na wakati huu ambao ulikuwepo sasa hivi, lazima kuwe na mabadiliko fulani. Kwa hiyo maaskofu walikuwa nakaa pale kwa ajili ya kumwomba Mungu, kwa ajili ya kufanya novena, kwa ajili ya kusali na kujadili mambo mbalimbali ili kuweza kuangalia kanisa hili jipya litakuwa la namna gani, wakisikiliza zaidi Roho Mtakatifu kwamba anataka tuenende vipi kwa wakati huu. Kwa hiyo ukiangalia katika majadiliano na mipango iliyopanga, utagundua kuna vitu vitatu ambavyo wamevifanya au wamevipitisha au wameviamua. Ni kwamba kitu cha kwanza ambacho kinaangalia ni namna gani ya kueneza Injili, pili ni kwa ajili ya kutakatifuza watu, tatu ni kwa ajili ya kufanya upya malimwengu. Kwa hiyo mambo haya matatu ambayo anapaswa kufanya ni kwamba mtu anapopokea Roho Mtakatifu ana uwezo wa kueneza Injili, ana uwezo wa kutakatifuza watu, pia ana uwezo wa kufanya malimwengu yao mapya. Kwa hiyo Karismatiki ndipo inaposimama hapo, inasimamia hayo mambo matatu, kwamba ukishapokea Roho Mtakatifu unapaswa kuishi maisha ya Injili kwa imani yako kama kanisa, kama Mkatoliki, lakini pia kuishi kwa matendo. Matendo unayoishi yataakisi mwanga wa Roho Mtakatifu ambao umeupokea ndani ya moyo wako. Kwa hiyo sisi katika utume wetu pia tunasimamia hayo, kwamba Roho Mtakatifu ambaye yupo ndani mwetu anatuwezesha kuishi imani yetu, anatuwezesha pia kutenda matendo ambayo yanaashiria Roho Mtakatifu. Na ndio maana ukiangalia kuna kueneza Injili, kuna kueneza Injili, kuna kutakatifuza watu, pamoja na kuna hiyo kufanya upya malimwengu. Kufanya upya malimwengu maana yake ni kwamba lazima watu wabadilike kiuchumi, kimaadili, kijamii. Je, haya mambo ya kijamii, ya kiuchumi, je, yanafanyika kadiri ya maongozo ya Mungu? Haya yanafanyika kadiri Mungu anavyopenda? Haya ndio mambo ambayo tunataka au tunatakiwa kufanya katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kazi kubwa ya chama hiki cha Karismatiki Katoliki katika parokia yetu kinafanya mambo gani hasa? Katika parokia yetu inafanya mambo mbalimbali. Kuandaa, kwa mfano mwaka huu tuliandaa mkutano wa nje ambao tulikuwa na Father Festus kutoka Arusha,
Kwa hiyo tulikuwa na siku 10 za mkutano wa nje kupata mahubiri mbalimbali na mafundisho mbalimbali, lakini pia tunakuwa na semina mbalimbali ambazo tunaziandaa za kiparokia au za ndani ya kikundi, lakini pia yote haya tunapoyafanya lazima tunapata mwongozo au ushirikiano na baba paroko. Kwa mfano tumepata wazo la kuandaa mkutano wa nje, lazima tushirikiane naye au lazima tumshirikishe yeye, anatupa mawazo gani kutokana na ile tunalofanya. Kwa hiyo mikutano ya nje tunafanya mingi sana, tangu tuanze sasa hivi tumefanya mingi, lakini pia tulikuwa na semina za ndani, tulikuwa na semina za viongozi wa jumuiya zote ambazo waparokia tuliandaa semina. Tunakuwa na mafundisho mengi tunaandaa. Kwa hiyo kazi yetu ni kuandaa mafundisho kwa ajili ya kuelimisha watu namna gani ya kupata elimu ya masuala ya kiimani, lakini zaidi kuwajenga watu kwenye misingi ya imani ya Kanisa Katoliki. Sawa. Sasa ni wito gani unatoa kwa waumini wa parokia hii kuweza kujiunga na chama hiki cha Charismatic? Wito wangu ni kwamba kanisa msingi wake ni watu wote kuwa charismatic. Na ndio maana ukiangalia Charismatic sio chama cha kitume, yani ni mtu ambaye amekubali kuongozwa na Mungu, mtu ambaye amepokea Injili, amejazwa Roho Mtakatifu, anaishi maisha yake ya imani kwa kutangaza habari njema kwa watu wote. Kwa hiyo mimi natamani kwamba kama wanaparokia wote tunapaswa kuwa charismatic, tunapaswa tumpokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wetu, tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu, lakini pia tunapaswa kutangaza habari njema kwa watu wote kwa kuishi imani yetu Katoliki na kuishi matendo yetu kuonyesha kwamba kweli hawa ni Wakatoliki. Maisha yetu yaakisi mwanga wa Kristo na kubadilisha ulimwengu. Chama hiki cha Charismatic yani moja kwa moja, kwa sababu umesema sio chama cha kitume moja kwa moja, kinafanya vipi kazi na vyama vingine hivi? Tunaweza tukasema labda tuchukulie vyama vya urika kwamba utoto mtakatifu, viwawa na wazee na wastaafu, lakini pia na vyama vya jinsia nikimaanisha UWAKA na WAWATA. Namna ya ushirikiano, vinashirikiana vipi na hivi? Ukiangalia mimi ni UWAKA, ni Charismatic lakini ni UWAKA. Kwamba lengo ni nini? Lengo ni kwamba katika kushirikiana ni pale tunapoandaa mafundisho, kwa sababu ya mafundisho tunapofanya hayamhusu Charismatic tu. Kwa mfano mkutano uliofanyika nje ulihusu parokia nzima. Kwa hiyo hapa unamhusu mwana UWAKA, unahusu Legio Maria na wengine. Na ukiangalia kipindi cha mkutano, kulikuwa kabla ya mkutano tulikuwa na tangulizo na Rozari ya Huruma ya Mungu saa 9. Na tulikuwa tunashirikiana. Kwa mfano leo tuna saa 9 tunapofanya kabla ya mkutano huwa tunashirikishana na labda Legio Maria wataongoza Rozari ya Huruma ya Mungu. Kesho pia tunaweza tukashirikiana na Ushujaa Makarota. Kwa hiyo maana kwamba katika ile mikutano tunapofanya, kwa sababu ni ya kwetu wote, tunashirikiana kwa kuwahusisha kushiriki huduma mbalimbali. Yote ni kwa ajili ya kuwaweka pamoja au kutuweka pamoja, tukijua kwamba jambo sio la watu fulani na la kwetu kwa pamoja, na tunashirikiana kwa pamoja katika kufanya. Tulifanya vizuri, watu wa Ushujaa Makarota walikuwepo hapo, wa sekulari walikuwepo. Watu huwa tunafanya hivi ili kuweza kuleta ule umoja kama kanisa moja la takatifu Katoliki. Ni mikakati gani mmeiweka kama waratibu kuendelea kukuza chama hiki cha Charismatic Katoliki, kuendelea kukua zaidi katika parokia yetu na waumini wengi kushiriki? Mikakati ambayo tumeweka kwa ajili ya katika parokia yetu kwa mwaka huu, nafikiri tulikuwa na mkakati wa kwanza wa mkutano mkubwa nje, nafikiri ulifanyika, na kama kulikuwepo na watu zaidi ya 500 walikuwepo hapo kwa siku zile zote, zaidi ya 500. Na katika mkutano ambao ni katika mikutano yote ni mkutano ambao umekuwa wa kipekee kwa kuwa na watu wengi. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanaparokia walikuwepo na kila mmoja alihudumiwa kadiri ya nafasi yake, na tumeona matunda na mabadiliko makubwa yameonekana, na tunaendelea tena na mikutano kama hii. Tutafanya tena mkutano mwingine, lakini pia tulikuwa na semina ndogo ndogo kwa kipindi cha likizo. Tunategemea tu na semina za vijana, tuwaweke pamoja pia vijana wa parokia nzima na kadhalika. Sasa hivi tunaanza na huduma pia watoto. Tunategemea baada ya muda mfupi pia tutakuwa na huduma ya watoto. Hii pia itatusaidia pia kuendelea kuleta mwamko wa watu kumpenda Mungu na kumjua Mungu. Na ndio lengo kubwa la Charismatic, watu wampende Mungu, kumjua Mungu, wamwishi kwa imani na matendo. Neno la mwisho mawito unaotoa kwa waumini wote wa Mtakatifu Clara Mongolandege ni nini juu ya chama hiki? Wito kwa waumini wote wa Mongolandege kuhusu chama hiki kikubwa ni kwamba naweza nikasema tujifunze, nikiwa na maana ya kwamba kuna mtu mwingine anaangalia tu kitu hivi na anafikiri kwamba watu na namna fulani au namna gani, kila mtu anatafsiri, lakini tunapokaa pamoja tunajifunza. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kujifunza kwa kila mmoja. Mimi nilikuwa virafra nikiwa kijana,
Nimejifunza vitu vingi katika ujana wangu na imenisaidia mpaka nimekuwa mtu mzima na niko na familia. Na pia kadhalika na sehemu nyingi napenda kuwa kujifunza. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba kama wanaparokia tujifunze, elimu yetu ya imani haina mwisho. Tujifunze kupitia vyama vyetu vya kitume na kupitia mazingira yetu. Naamini kwamba tutaleta mwamko mzuri wa imani na watu watakomaa kiimani na zaidi ya yote kufanya kanisa letu leo pamoja. Kushukuru sana kiongozi, na nikutakie Dominika njema na utume mwema pia. Asante, nashukuru sana. Asante sana. Naam, tumeweza kusikia mengi juu ya chama hiki cha Charismatic, kwamba chama hiki kinaalika mtu yoyote, hata kama una chama kingine chochote cha kitume, kwa sababu chama cha Charismatic hakijajikita moja kwa moja kukaa kama chama cha kitume, bali ni chama cha kuweza kukuza kiroho na kuendelea kufanya uinjilishaji kwa waumini wote. Hivyo basi tunapaswa kuweza kufika, na ratiba zao wameweza kukuelezea kwamba kila Jumapili mara baada ya misa ya pili wanakutana kwa lengo la kuweza kusifu, kuabudu na kulishana neno la Mungu. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.